tajiri alipokwenda kule kuzimu, akaenda kwenye moto milele, akawa analia kama maskini wengine waliokuwa hana Mungu, waliokuwa kwenye dhambi kama maskini wengine. Endelea kusoma hapo. Wakamtukana Mungu wa mbinguni kwa sababu ya maumivu yao na kwa sababu ya majipu yao, wala hawakuyatubia matendo yao. Wakamtukana Mungu kwa sababu walikuwa wameomba Mungu hawajibu. Kwa mwisho wakaamua kumtukana Mungu. Bado haitakuwa dawa. Itakuwa pale pale tu. Ayubu 2:7 tunaona majipu walikuwa wamempata Ayubu, lakini Kutoka sura ya 9 mstari wa 8 mpaka 11 unasoma kwa wakati wako. Biblia inasema watu watanyweshwa damu badala ya maji. Watu wako hai, mabomba maji ya kawaida yatakosekana. Watu watakuwa wanakunywa damu za watu kwa ajili ya kukata kiu. Kwa ni mbaya. Ufunuo 16 mstari wa 4 ndio kapata hivyo. Ufunuo sura ile 16 mstari wa 4. Ufunuo 16 mstari wa 4 utaona kwa haraka hapo. Na huyo watatu akakimimina kitasa chake juu ya mito na chemichemi za maji, zikawa damu. Nami nikasikia malaika wa maji akisema, wewe mwenye haki, uliyepo na uliyekuwako, mtakatifu, kwa kuwa umehukumu hivi. Kwa kuwa walimwaga damu ya watakatifu na ya manabii, nawe umewapa damu wainywe, nao wamestahili. Zidi hiyo, lakini kutakuwepo tena pigo lingine wana wa Mungu, ili jua litashushwa. Jua litashushwa karibu na utosi wa mwanadamu. Jua hili liko mbali sana, lakini bado tunahisi joto kali. Jua litateremshwa kuisogelea dunia. Matokeo yake wana wa Mungu, kutakuwa na joto kali sana. Situ joto ambayo itakuwa ni kali sana, lakini ni joto ambayo likaambatana na moto wa kuunguza mwanadamu. Tumeona katika nchi mbalimbali za Amerika, wakati mwingine za nchi za Ulaya, unaona wanaita moto pori. Joto inakuwa ni kali kiasi kwamba inaanza kusababisha, unatokea moto, unaanza kuunguza nyumba za watu, unaunguza watu, unaua watu, unaunguza mapori, miti, milima, mandege yatapita juu nzima ule moto. Utatumia mwezi mzima, wakati mwingine miezi miwili, na kutokea majanga makubwa. Sasa hilo jua litashushwa duniani kote. Amen. Na itashushwa kufikia nyuzi joto 1000 centigrade. Itashushwa katika uso wa dunia. Itashushwa kiasi ambacho mwanadamu ataunguzwa. Na kwa sababu ya mateso hayo, inamfanya kumtukana Mungu, kumtusi Mungu, matusi mazito. Hata hivyo bado haitasaidia. Ufunuo 16 mstari 18 mstari wa 8 mpaka wa 9 tutasoma kwa wakati wetu. Na Biblia inasema jua nalo likapewa kuwaunguza wanadamu kwa moto. Hebu tusome katika Ufunuo sura ya 16 mstari wa 8 hadi wa 9. Nalo likapewa kuwaunguza wanadamu kwa moto. Wanadamu wakaunguzwa maunguzo makubwa mno, au maunguzo makubwa, nao wakalitukana jina la Mungu. Kumtukana Mungu hakutamsaidia mwanadamu siku hiyo ya mwisho. Amen.
Amen. Amen. Katika Ufunuo 16:10 inasema hawa tu katika dhiki kuu watatafuna ndimi zao, watakuwa na vilimi vibutu, vitakuwa vingi vipesi kutokana na mateso, kiu ya maji. Watatafuna ndimi zao, hata hivyo haitawasaidia kitu chochote. Ndimi zatoa damu na kuvimba kutokana na kutafunwa, zitajaa midomoni. Maana itakuwa imevimba, hakutakuwepo na raha na starehe yote. Yote hiyo Mungu atataka kukomesha, kama ambavyo wanadamu leo wanatumia midomo kwa uchafu, wanatumia midomo yao kwa kunyonya sehemu za siri, kwa kutumia kuacha njia ya asili ya Mungu, wanatumia uchafu wa kuingiliana midomo. Mungu anataka kuikomesha hiyo midomo. Vinywa hiyo vitaoza, watatafuna ndimi zao, vinusu vya ndimi za midomo utavimba. Yote ni kukomesha jeuri ya mwanadamu. Leo Mungu anaonekana kama haoni uchafu unaofanyika, kama haoni. Ndio maana anasema siku ya hasira ya Mungu, siku ya hasira ya Mungu itakuwa ni ya siku za kutisha, kutisha na kutisha. Huruma ya Mungu itakuwa imetoweka, imetoweka. Naweza kusomea katika Ufunuo 16 hapo. Naweza kufanya kwa haraka kidogo. 16:10-11. Na huyo wa tano akakimimina kitasa chake juu ya kiti cha enzi cha yule mnyama, ufalme wake ukatiwa giza. Wakatafuna ndimi zao kwa sababu ya maumivu, wakamtukana Mungu wa mbinguni kwa sababu ya maumivu yao na kwa sababu ya majibu yao, wala hawakuyatubia matendo yao. Hata kama akitubu haitamsaidia kitu, kwa sababu neema, mlango wa neema ya wokovu umefungwa. Ufunuo 16:18 unasema ataachiliwa malaika mwingine wa tetemeko kubwa, litashuka tetemeko kubwa na radi mzito itakayosababisha moto mkali. 16:18 akawa na umeme na sauti na radi. Alikuwa na tetemeko la nchi kubwa, ambalo tangu wanadamu kuwako ile nchi hapakuwa na namna ile, jinsi ilivyokuwa kubwa tetemeko hilo. Amen. Amen. Kutokana na tetemeko hilo sasa, watu wanasukwa kutoka kama walevi. Akuja huyo anajipigiza huyo anasukuma na tetemesha anajipigiza kwenye ukuta. Huyu kama wako wawili atakwenda hiyo na anajipigiza. Yaani itakuwa ni shida zaidi ya shida. Shida zaidi ya shida. Ndio maana mtu akikwambia dhiki kuu tutakuwepo kanisa, Mungu hawezi kukubali watesi watu wake namna hii walioishi maisha ya utakatifu. Amen. Amen. Haiwezekani Mungu akawashukuru watu hawa waliosulubiwa na ndugu kwa sababu ya wokovu wao, waliokataliwa na ndugu na mume na mke na jamaa, wameishi maisha ya dhiki wakiwa duniani, alafu waende tena kuingizwa kwenye dhiki nzito namna hii. Haiwezekani. Haiwezekani. Haya mateso, wewe uliokoka uingie kwenye mateso kama haya ya kugonganishwa na mtu, kugonga kwenye ukuta, unajigonga kwenye mti, unatetemeshwa tu kama kitu fulani tu,
kama dude fulani unalikonga unarudishwa, unalikonga unarudishwa, unakonga unarudishwa. Tetemeko kila mahali, tetemeko, msuko. Sasa hakuna haja ya kuokoka. Mungu hakuna haja ya kuokoka. Amen. Sisi kwa haja ya kuokoka kwa Mungu. Tusidanganywe na hao watu katika jina la Yesu. Tetemeko kubwa litatokea. Lakini pia maandiko yanasema mvua ya mawe itaachiliwa. Yote ni kumtandika mwanadamu. Kumpiga mwanadamu. Kumkomesha kimwili chake. Ufunuo 8:7. Mvua ya mawe makubwa na moto. Yaani mvua inanyesha, afunaachilia mawe na yale mawe yanaambatana na moto. Ufunuo 8:7. Malaika wa kwanza akapiga baragumu, kukawa mvua ya mawe na moto vilivyotangamana na damu vikatupwa juu ya nchi. Theluthi ya nchi ikateketea, na theluthi ya miti ikateketea, na majani mabichi yote yakateketea. Kila kitu kinateketea. Maisha yanakuwa magumu. Kwa wanadamu wananyeshewa mvua na pigwa na mawe ya moto. Angalia tena Ufunuo 10:21.